Ni ugonjwa unaowatesa mamilioni ya wanawake kimya kimya. Endometriosis ni hali ya kiafya ambapo tishu zinazofanana na zile za ukuta wa ndani wa mji wa mimba huanza kukua nje ya mji wa mimba. Tishu hizi huweza kujipenyeza kwenye ovari, mirija ya uzazi, hata kwenye utumbo au kibofu cha mkojo. Hali hii husababisha maumivu makali hasa wakati wa hedhi, kwani tishu hizi hujaribu kuvunjika kila mwezi kama hedhi ya kawaida, lakini damu yake haina pa kupita. Matokeo yake huwa ni uvimbe, kovu na maumivu ya kudumu. Endometriosis inaweza kuonekana kupitia dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa hedhi, maumivu wakati wa tendo la ndoa, maumivu ya tumbo ya mara kwa mara, changamoto ya kushika mimba na uchovu usioelezeka. Unajua nini kinachoumiza zaidi? Wanawake wengi huambiwa kuwa ni kawaida tu, wanawake wote hupitia hayo. Lakini ukweli ni kwamba si kawaida kuishi kwa maumivu. Kwa wastani, wanawake huchukua kati ya miaka 7 hadi miaka 10 kabla kugundulika na endometriosis. Hii ni kwa sababu dalili zake huchanganywa sana na magonjwa mengine kama IBS, PID au hata msongo wa mawazo. Na mara nyingine ni kwa sababu jamii haielewi sauti ya mwanamke anayelalamika maumivu ya hedhi. Hakuna tiba ya moja kwa moja ya ugonjwa huu, lakini kuna njia nyingi za kudhibiti dalili zake, ikiwamo matumizi ya dawa za hormone, upasuaji kuondoa tishu zilizohama, tiba ya maumivu, lishe bora, mazoezi ya mwili na msaada wa kisaikolojia. Endometriosis inaweza isiishe kabisa, lakini hii haimaanishi kwamba maisha yako yamekwisha. Inawezekana kuishi kwa ubora ikiwa utapata msaada sahihi. Endometriosis haionekani kwa macho, lakini maumivu yake ni halisi. Ni wakati sasa wa kusikiliza wanawake. Ni wakati wa kuelimishana. Ni wakati wa kuchukua hatua ili kudhibiti ama kupunguza athari kubwa ya maumivu ya ugonjwa huu kwa wanawake. Tafadhali like, comment na share. Subscribe kwa makala zaidi kuhusu afya ya uzazi. Asante.